Mtazamaji wa Kings FM Digital, sasa ni wakati wa kuelekea kusherekea Pasaka. Tunapofika tu Jumapili ya Matawi, kila mmoja anaandaa moyo wake akisema kwamba sasa tunakwenda kufufuka na Kristo Yesu. Tunakwenda kuachana na yale ya zamani, tunayabeba mapya. Na hakika tunakwenda kwenye mlengo huo. Tunakwenda kuhakikisha kwamba kila kimoja kinakaa sawa. Sasa katika wiki hili la kuelekea Pasaka, wengi tunasema wiki la kuelekea Pasaka ama Juma Kuu linaanzia siku ya Jumapili ya Matawi mpaka kufika siku ya Jumamosi. Lakini bado tunaelezwa Alhamis, Ijumaa na Jumamosi ni siku ambazo zinabeba Juma Kuu. Sasa tunatamani tufahamu kwa nini tunaambiwa Jumapili ya Matawi halafu tunakwenda mpaka Jumamosi, wakati huo ni siku tatu tu zinabeba Juma Kuu. Baba Askofu Eusebio Kiando tuko naye kuhakikisha hili analifafanua. Baba, karibu tulifahamu hili. Kwa nini tunasema siku tatu ndio zinabeba wiki nzima, wakati yenyewe wiki yote au juma lote linaanzia siku ya Jumapili ya Matawi? Asante sana kwa swali hili, ni nzuri. Kwa kweli kutoka Jumapili ya Matawi, siku zinazofuata toka Jumatatu mpaka Jumamosi tunasema Jumatatu ya Juma Kuu, Jumanne ya Juma Kuu, Jumatano kama leo ya Juma Kuu, alafu tunaanza kusema Alhamisi Kuu, Ijumaa Kuu na Jumamosi Kuu. Hizi siku hizi zingine ziko ndani ya Juma Kuu, lakini zile zinazofumbata matukio yenyewe ya Pasaka ni siku zile tatu: Alhamisi Kuu, Ijumaa Kuu na Jumamosi Kuu, kwa sababu kuna matukio yale ya kipasaka yanayoelezwa na yanayotukia ndio yanayojenga hoja hii. Kwa nini katika baada ya Jumapili ya Matawi tunakuwa na siku tatu ambazo tunaziita Juma Kuu, siku kuu? Kwa mfano Ijumaa Kuu, Alhamisi Kuu na Jumamosi Kuu ndio zinachukua jina hili kwa sababu ya matukio yale yanayotukia katika siku hizo. Hizo siku zingine Jumatatu ni Jumatatu katika Juma Kuu, lakini sio Juma Kuu, sio Jumatatu Kuu, wala sio Jumanne Kuu, wala sio Jumatano Kuu. Zile kuu ni zile tatu kwa sababu ya matukio yale kama nilivyoeleza ndio yanayojenga, na kutokana na matukio yale ya kiukombozi ambayo yanafanywa na Kristo mwenyewe ndio yanayofanya siku zile tatu ziitwe siku kuu au Triduum au katika wengine wanaita Holy Week, lakini Holy Week inachukua wiki zima, lakini siku hizi tatu ndio pekee ambazo zinaitwa siku kuu kwa sababu ya matukio yale yanayotokea katika nafasi zile. Katika juma hili kuu ipo siku ya Ijumaa Kuu. Ndio Wakristo wa Katoliki huwa wanahamasishana kutokula nyama. Hii ina maana gani kwenye Juma Kuu? Ni kweli tunakumbuka tu kwamba Kristo ameteseka, amemwaga damu yake, na kila mara tunapokuwa tunaandaa wanyama kwa ajili ya kitoweo tunamwaga damu. Kwa hivyo tunajaribu kuhusianisha, ni swala la kidesturi ya muda mrefu, kwamba hebu tujinyime kile kitu ambacho kinatupa sisi starehe zaidi, tushiriki mateso pamoja na Kristo aliyemwaga damu msalabani. Na katika mazingira mengi nyama ilionekana ni chakula cha pekee, lakini ukienda mazingira mengine si nyama, ni samaki. Hilo unakula samaki. Lakini basi desturi na taratibu ya kanisa iliweka kusema nyama isiliwe, na hasa tukiunganisha tu tunapohangaika na kumtazama Kristo pale msalabani amemwaga damu, na si vizuri na sisi tukastarehe pale, tukachinja kuku, tukachinja mbuzi, tukafanya sherehe wakati tunajua Mwokozi wetu amemwaga damu msalabani. Ndio maana tunashauriwa, na ndio amri ya kanisa, kwamba Wakristo wa Katoliki siku ya Ijumaa Kuu wasile nyama. Kuna dhana kwamba mtu ikifika Ijumaa Kuu, ikitokea amekula nyama, pengine alisahau, basi hii hali yote aliyokuwa ameishi katika kipindi cha mfungo wa Kwaresma inakuwa imeharibika. Kwenye hili kuna ukweli wowote? Mimi nadhani dhambi yoyote inatendwa kwa sababu mtu amedhamiria. Kitu ambacho kinatokea mtu mwenyewe hajatenda kwa nia yake thabiti, kwa ufahamu wake wote, hatuwezi kuita dhambi. Na hivi kama mtu, kama ulivyosema, mtu amesahau na ametokea katika mazingira fulani akala nyama,
kwamba yale yote alikuwa amejiandaa si sahihi, kwamba yote alikuwa amejiandaa huko nyuma yatakuwa yamefutika, si sahihi. Kwa sababu dhambi yenyewe uliyotenda ndio ile ambayo inayokuhukumu, na wala haina maelekezo kwamba sasa inafuta na yale mengine ambayo ulikuwa umetenda huko nyuma. Yale yanabaki na uhalali wake, kama kwa mfano ulitembea yatima, ulitoa nini, ulisaidia watu na nini. Vitu hivi si kwamba kwa vile umekula nyama sasa vyote hivi vinafutika, si sahihi. Kwa hiyo ninapenda kusisitiza kwamba dhambi ni kile kitu ambacho mtu ametenda kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu kwa nia thabiti, akiwa na ufahamu kabisa ametenda, ndipo hapo dhambi inapokuwa. Na hivyo hata katika kula nyama, mtu anakula kwa akijua leo ni Ijumaa Kuu na anajua sheria ya kanisa inasema tusile nyama, yeye anaenda kuandaa nyama yake na kula katika siku ile, ndipo ambapo dhambi inapokuwepo. Tuangalie sasa hili Juma Kuu. Tumeona tangu Jumatano ya Majivu Mkristo ameweza kufunga na kuomba, kufanya matendo mema, lakini kwenye hili Juma Kuu linaonekana liko special kidogo. Nini hasa au namna gani Mkristo anatakiwa kuishi kwenye hili Juma Kuu? Kuna utofauti na huku nyuma alikotoka? Siku zile za nyuma toka tulipoanza, toka Jumatano ya Majivu, watu walikuwa tumehamizwa tujiandae, tusali, tufunge, tusaidie wahitaji. Zilikuwa zinatuandaa kwa ajili ya kuadhimisha Juma Kuu. Tunapoingia katika siku zile 3 tumeshaandaliwa vizuri na tuweze kushiriki kikamilifu na ziweze kuwa na mapato katika maisha yetu. Lakini haishii hapo. Maana watu wanadhani kwamba kujiandaa kwa kutenda mema kwa siku zile chache basi kutoka hapo tukisha adhimisha Pasaka tuko huru sasa kurudi katika maisha yetu. Hapana. Nia yetu ni tunafanya mazoezi ya kufanya matendo mema, na tukishafanya mazoezi haya na tumezoea na tumejenga utamaduni na tabia, tunaendelea katika maisha yetu yote. Nia yetu ni hiyo. Ni kama tu wale watu wanafanya mazoezi kwa ajili ya michezo, wanajiandaa, ni riadha, anapata muda mwingi kwa kudiscipline mwili wake ili baadaye anapoingia katika kufanya mashindano aweze kushinda. Na ndio itakuwa maisha yake, kwamba kwa sababu kila mara anajiandaa vizuri katika kwa ajili ya riadha, anajiandaa vizuri kwa discipline, kwa taratibu zote zinazotakiwa ili baadaye aweze kufanya vizuri. Mimi ninaamini maandalizi yale sio tu kwa ajili ya siku, inafaa kujiandaa kwa ajili ya maadhimisho ya siku hizi 3, lakini hatuishie hapo. Maisha yetu yote sasa kwa mwaka mzima, yale tuliyofanya mazoezi tuishi sasa katika muda ule uliobaki katika maisha yetu. Ndio nia yake haswa, tujenga kama Wakristo wema, Kristo wale ambao wanafuata maagizo ya Mwenyezi Mungu katika maisha yetu yote. Mkristo unayetutazama wakati huu, nina imani maswali yako yamepata majibu na inawezekana kuna kitu ambacho umejifunza kwa siku ya leo. Mungu akubariki sana na kila laheri katika kuelekea Pasaka. Baba Askofu, nikushukuru sana, nikushukuru kwa muda wako, lakini pia tukushukuru kwa elimu ambayo umetupatia. Asante sana na washukuruni sana kwa kutupa nafasi tuweze kutumia vyombo vyenu kufikisha habari njema kwa watu walio wengi zaidi. Asante sana. Asante.